Natumaini umesherehekea Christmas vizuri kabisa, na kuna wale ambao vile wamesherehekea vyema Boxing Day. Karibu sana katika msimu huu wa sikukuu. Lakini vile unapozungumzia mwaka, siku ni nyingi sana. Mjadala huu unaruka Jumanne tarehe 30 ambayo itakuwa siku chache kabla ya kumaliza mwaka 2025, na utarudiwa Jumatano na Jumapili itakuwa ni mwaka mpya 2026 kama utaukuta. Sasa karibu leo tukiangazia yale ambayo yanapaswa kufanywa ndani ya mwaka. Kijana afanye nini mwaka 2026, na ukizingatia kwa sasa tunayo wizara ambayo inahusika na vijana. Hapa nipo na msaikolojia, mkufunzi wa saikolojia, tena kufunza huko Dubai, Justus August, ambaye nipo naye atajielezea zaidi. August, vipi Christmas iliendaje mzee? Tunamshukuru Mungu kama ilivyo kwamba Christmas ni tukio ambalo linahusisha wengi, linawahusisha wenye kuamini na wasioamini, kwa sababu sisi ni ndugu. Kwa tunamshukuru Mungu, Christmas imeisha, Boxing Day imeenda vizuri. Tunatazamia kwamba na mwaka utaisha na mwingine utaingia kwa amani pia. Okay, yeah. Sawa. Na katika jicho la saikolojia mniambie kwa namna ambavyo uliona mwaka 2025, mwaka fulani hivyo uchaguzi, watu wakipanga maendeleo, serikali na yenyewe kijipanga kutimiza mambo makubwa, unautafsirije mwaka huu ishe ukingoni? Mwaka 2025 umekuwa ni mwaka ambao una mengi ya kujifunza, una mengi ya kukumbusha, una mengi ya kuelekeza, una mengi ya kuturejesha katika yale ambayo tunatakiwa kurejea, kutuelekeza kwamba tunatakiwa kukaa kwenye mstari upi. Kwa hiyo ulikuwa mwema. Kuna walioumia, kuna walioumiza, lakini ni wakati wa kusahau yale maumivu na makosa tuliyofanya, tuwaze namna ya kuponyana na kuelekezana namna ya kusonga mbele kwa pamoja. Lakini kuna watu walioanzisha miradi pengine imekwama, sio mwisho, ni mwendelezo. Mwaka unaokuja, mwaka ni kalenda, kuna mengi yanayoweza kuja, tukisahau mwaka tukaangalia makubwa tunayoyatazamia mbele. Of course baadaye tutakuja kusikiliza baadhi ya vijana ambao nimewahoji, utaona wenyewe namna ambavyo wanasema kuna namna malengo hayajafika, kuna wengine wametoboa kwa katika jambo la inayo. Hebu tulenge katika eneo la ukuaji Justice. Hili eneo tunapaswa kumulika vipi, kwa sababu ni katika uzoefu tu wa watu wengi kuishi hapa duniani, kila mwaka mpya huwa nyinyi wana saikolojia, wataalamu wa saikolojia huwa mnazungumza katika issue ya kujipanga na kuweka mambo yakae sawa. Jamani, hawa ni wageni ambao wametembelea, sio mbaya. Hapa ni Kigamboni. Jamani, nyinyi tunawatakia na nyinyi mwaka mpya, msogeni hivi kidogo. Sio mbaya tukiwa site kidogo tumefuatwa na wageni, japokuwa hawana shida. Tuendelee. Na dhana ya ukuaji kwa vijana. Ukuaji kisaikolojia umekaa katika picha tofauti, lakini ya kwanza kuna kipimo cha kuongezeka kimo, kuongezeka uzito, kuongezeka umri, kuongezeka majukumu, kuongezeka mtazamo, uwezo wa kufikiria. Hii ni tafsiri mojawapo ya ukuaji. Kwa hiyo kwenye saikolojia tunaongelea ongezeko. Sasa mtu anapoongezeka, ina maana kwa Kiingereza kuna kitu kinaitwa expansion, kwamba kuna kupanuka. Kama kitu kinapanuka, kuna wakati kitafikia ukomo wa upanukaji. Kwa hiyo ukuaji ni ongezeko, lakini tafsiri nyingine iliyoko nyuma ni kwamba kilichokuwa, ina maana kinafikia hatua kinaanza kuteketea. Kwa hiyo mti ukirefuka, ina maana kuna majani yanadondoka, kuna matawi yanasambaa, mengine yanakauka, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ukuaji unamaanisha pia kwamba kuna kuteketea, kuna kupoteza, kuna kuachilia vitu. Kwa hiyo unaweza ukakua kiakili, kuachana na fikra za zamani ukaja kwenye fikra mpya. Kwa hiyo umepoteza upande mmoja, umeongeza upande mwingine. Lakini kuongezeka ama kupoteza, kuna kupoteza vitu vizuri ukawa unaongeza vitu vibaya. Lakini kikubwa, mtu anayekuwa anatakiwa kukua kwenye mtazamo wa kuongezeka,
lakini kukubali kuachilia ama kupoteza vitu ambavyo sio vya lazima ama sio vya muhimu kwa wakati huo, akaviachilia ili maisha yaweze kuendelea. Justice, unafanya kazi nje vile vya Tanzania na ndani ya Tanzania. Tupate CV yako kwa kifupi na unachokifanya pale Dubai, lakini wakati huo ukinipa utofauti unaoona baina ya vijana wa Dubai. Moja kati ya nchi ambayo inatolewa mifano sana ni kwamba Dubai imekuwa kwa kutumia ndoto zenye uhalisia. Watu wameipeleka nchi jangwani, watu wamepeleka jangwa, watu wamepeleka majengo jangwani, watu wamepeleka maji jangwani, watu wamepeleka mji ambao kila mtu leo anatamani kuvisit Dubai. Tupe hizo experience. Namshukuru Mungu nimepata nafasi ya kupractice psychology, kupractice ufundishaji Tanzania, lakini na katika maeneo mengine. Nje ya Tanzania nimefanya kazi UK, nimefanya kazi Australia, nimefanya kazi Falme za Kiarabu, Dubai na maeneo mengine. Lakini kikubwa ambacho ninamshukuru Mungu ni kwamba hizi nafasi nilizozipata zinanipa kuona utofauti ambao kwingine mambo yanafanyika alafu kwetu hayafanyiki ama yanafanyika tofauti. Kwa Tanzania niliwahi kupata nafasi ya kuwa na run programs za vijana, na run programs ambazo zina last kwa wiki nzima, program ambazo zina last kwa masaa. Kuna familia ambazo nashirikiana nazo, nifundisha kwenye shule, kwenye taasisi nyingine. Kwa hiyo ninaona utofauti. Sasa kipekee ninachokiona kwenye Falme za Kiarabu kwa vijana wanaoishi Falme za Kiarabu, kule ninashirikiana na vijana wa Kitanzania. By the way, mimi ni miongoni mwa viongozi wa Tanzania diaspora wanaoishi Falme za Kiarabu. Vijana walioko kule wanajituma, wanapambana, yani muda wa kulala ni mchache, muda wa kazi ni mwingi. Kitu kingine ambacho nakiona, uaminifu ni wa hali ya juu. Kule ni nchi ambayo ninatoka kwenda kazini, naacha hela mlangoni na dumu la maji, mtu anakuja ananibadilishia dumu la maji, anachukua hela anarudisha na change, hata nikisafiri nikarudi ile change nitaikuta. Kwa uaminifu upo katika ngazi hiyo. Lakini kingine nimetaja kujituma, wana nidhamu ya kazi, wana uaminifu, lakini kingine utii wa sheria. Ni kitu cha pekee sana ambacho nimekiona kwa vijana walioko Falme za Kiarabu. Tangu unavyoingia airport, unaona kwamba kuna utii wa sheria ambayo, yani huwezi kukuta mtu anajibizana na wewe hata kama umekosea. Namna atakavyo kuhandle inaonesha kwamba anaijua sheria na anaitii, anakupitisha kwenye hayo maeneo. Sasa tukirudi kwenye namna vitu ambavyo labda nafikiria vijana wa Tanzania tunapungukiwa, labda nikilinganisha na nchi nyingine ambako nimekuwa ama mazingira mengine, tunapungukiwa early exposure, na ni uzoeshi na uzoefu wa mapema. Kuna vitu tunalazimika kujifunza baadaye kwa gharama kubwa, tukiwa tumepoteza mambo mengi kuliko ambavyo tungevifahamu mapema. Mfano, elimu ya fedha, elimu ya kuweka malengo, elimu ya kuishi na watu, kuthamini kipaji alichonacho mtu na uwezo alionao mtu na kazi anayoifanya. Hivi vitu tunapungukiwa, exposure yetu sio nzuri, na ninaiona loop kubwa kati ya vijana wa Kitanzania na vijana wa nchi nyingine. Mfano, UAE inategemea asilimia kubwa ya wakazi wa UAE, asilimia kubwa ni wageni. Pale panakadiriwa kuna watu milioni 12 Dubai na UAE, lakini wazawa tu ni asilimia ambayo haizidi 15. Yani nakuta wapo watu labda milioni 3 ndo wazawa. Kwa hiyo unaangalia wale wageni wanaokuja, kuna watu wanatoka Pakistani, hawajui Kiingereza, wanaweza kuongea labda lugha yao si Bengali, alafu hawajui Kiarabu, lakini kwa sababu wana area exposure ya namna ya kuishi nje ya comfort zone, wanapiga kazi. Ukiangalia watu wanaotoka nchi nyingine, nao wana zile area exposure zinawasaidia sana, na vitu vya namna hiyo navyoweza kusema. Kwa hiyo labda 2026 unaweza ukamwambia kijana awaze mawazo
ambaye hajawahi kuwaza kwa mfano kusafiri hata nje ya Tanzania? Kwa sababu nimekuwa kama nikishuhudia asilimia kubwa ya watu ambao wanakwenda nje wanarudi na mitazamo mingine kabisa, utamaduni mpya kabisa, ufanyaji kazi, kuweka fedha vizuri, kutumia mazingira yao. Unaweza kushauri vijana ambao pia wanaweza kukuuliza, bwana nauli toto wapi? Maeneo kama Dubai tumezoea wauza simu wanaenda na kurudi kutuletea simu used. Mimi ni Mtanzania niliyekulia kijijini. Huko kijijini kwetu mimi ni Mnyambo wa Kagera. Wanasema ndege asiyeruka hawezi kujua ni konde lipi lenye mtama na ulezi. Kwa hiyo ni muhimu vijana wakatoka. Ni muhimu, sio lazima uende Dubai, sio lazima uende Kenya, sio lazima uende nchi nyingine. Kubali kutoka kwenye eneo la nyumbani kwenu. Mtu aliyeko ukimbizini, mazingira yanamlazimisha kujifunza, yanamlazimisha kuwa na nidhamu, yanamlazimisha kuwa mtu wa kiasi, kujiwekea akiba, kujipangilia ufanyeje. Kwa hiyo ukikaa nyumbani kwenu, kuna rais mmoja kwenye moja ya nchi za Afrika Mashariki, actually nitamsema Mzee Museveni, anasema wapumbavu tu anaweza kuishi, yani ni Uganda, anasema ndani ya nchi Uganda wapumbavu wanaweza wakaishi. Kwa nini? Anasema unaweza ukaenda kwa shangazi ukaomba chakula, ukaulizwa kwamba umekuja kufanya nini, anasema nimekuja kuwaona. Unakaa pale wiki 3, unakula, ukimaliza unaenda kwa mjomba, hujashtuka msimu umeisha. Kwa hiyo sasa ninachosemea ni kwamba vijana wawaze kutoka. Okay. Unapotoka kuna mazingira yanakulazimisha kufanya vitu. Mimi nimekulia kijijini, nikaja mjini mkubwa. Kuja mjini kulini shape tofauti, nikaanza kuwaza kwa namna tofauti. Mimi nimekuja ninaangalia kwamba hivi hapa mimi nitatoboa, lakini baadaye nimeweza kutoboa. Kwa hiyo kumbuka, kubali kutoka nyumbani. Ukiishi ukimbizini ama nje ya nyumbani, akili inafunguka. Na mambo yakiwa magumu, usiwaze kung'ang'ania nyumbani. Hebu ondoka nyumbani, achia walioko pale, wewe nenda upanue wigo. Kwa hiyo watoke. Anaweza usiwaze, yani usije, kuna lugha ambazo huwezi kuzijua mpaka uwe umetoka nje ya nyumbani. Kama hujawaza kusafiri nje ya nchi, hamna siku utaanza kuwaza kwamba nipate passport, hati ya kusafiria. Ukianza kuwaza kwamba natakiwa kuenda nje ya nchi, na maana unaanza kujua passport inaombwaje, mchakato wake ukoje. Hiyo lugha inaanza kukuingia. Ukianza kuwaza kwamba ni apply kazi nje, labda mimi ni kijana msomi, nina stashahada na shahada ama astashahada ama ngazi yote ya elimu, nikiwaza kwamba niende nje ku apply kile nilichosomea, ndo lugha mpya inapozungumzwa ya kufanya certificate attestification, kwamba vyeti vyako lazima vigongwe muhuri wa Wizara ya Mambo ya Nje, alafu vipeleke kwenye ubalozi wa nchi husika waweze kuverify kwamba ni vyeti vinavyoweza kutumika. Hii lugha unaweza usiipate ukiendelea kubaki nyumbani. Kwa 2026 ije na mwamko huo mpya. Serikali umetaja, serikali inatugusa vijana, imetutengenezea wizara ya vijana. Ili ni eneo natumaini wizara itafanyia kazi pia. Yeah. Sawa. Kumbuka bwana, unatazama mjadala. Kwa leo tuko hapa Kigamboni, Kibada, hapa mkoani Dar es Salaam. Upepo uko mwanana kabisa, huku mambo yanaenda fresh, watu wanaendeleza mijengo, na ukizungumzia vision ama maono ya watu ni kama yanatimia. Baadaye nitamwomba Justus atupitishe katika maeneo ambayo naona anafanya mambo huko kidogo, kama ndoto zake ilikuwaje, kama atatupa ruhusa tutapita ili tuone uhalisia. Kwa sasa tuende katika mitaa mbalimbali ambapo nimezungumza na baadhi ya vijana hawa, wananipa mtazamo wao kuhusu mwaka 2025 na malengo yao yalikuwa vipi. Tuwe tukawasikilize. Tathmini yangu, mimi namshukuru Mungu, tangu tumeanza mwaka 25 ni mengi tumepitia, lakini ukiwa unamaliza mwaka ukiwa una uzima, hujapata kilema na bado una afya, familia yako wazima, unamshukuru Mungu kwa ile yote aliyokuvusha ili aweze kukupa hatua nyingine ya 26. Asema kwa kile alichokujalia ni vizuri umshukuru, ili akupe hatua nyingine. Anajua huyu mtu ana shukrani kwa kumvusha,
hata kijacho yuko na uwezo wa kukufikisha tena. Hiyo tathmini yangu ndogo kwa 25. Namshukuru Mungu nimepita salama. Kwa kweli 26 ninachotaka kufanya ni kumuomba Mungu aniwezeshe malengo niliyokuwa nimeyapanga kuyafanya, anitangulie niyakamilishe. Na unaonaje huo mwaka kifedha, kiuchumi utakuwa umekaaje? Cha kwanza ni kumwamini Mungu. Unapomwamini Mungu, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Ukimwamini Mungu, hatua zako ambazo hujaziona yeye anaweza kukufikisha. Maana bila ya Mungu hauwezi ukafanya jambo lolote ukafanikiwa. Mushe, niambie, unazungumzaje 2025 unaoisha? Kwa tathmini yako ulikuwa mwaka wa aina gani kwako? Kiukweli ulikuwa mwaka mwenye changamoto kwa namna fulani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu tumezipita, maana ilikuwa ni changamoto ambazo nilikuwa sidhani kama nitaweza kuzipita. Nilikuwa sidhani kama naweza kaja chuo. Kwa hiyo unausema ulikuwa ni mwaka mzuri ama ulikuwa ni mwaka wenye changamoto kwa kumalizia? Kwa mwanzo ulikuwa ni mwaka wenye changamoto kidogo, lakini kwa sasa tunaona unazidi kwenda vizuri zaidi. Matarajio yako 2026? Natamani nikimaliza chuo nifungue saluni yangu, niende kwa viwango zaidi. Ndio maana natamani nijifunze zaidi kadri ninavyoweza. Nisikose kipindi, nisikose chochote kwenye darasani. Vijana wengi wanazungumzia masuala ya mtaji. Ukimaliza ususi sasa, mtaji wa kupata saluni, dryer, nini itakuwaje? Utaanzaje? Kwa sasa nafikiria kufanya biashara hapa nikiwa chuoni. Nitafute biashara ya kufanya nikiwa najiendelea, hata wazazi wakiwa wanaendelea kunilipia ada, na huku nikiwa najiwekea langu kidogo kidogo. Hata baadaye wakija kujua kwamba nimejiwekea kidogo, watajua namna ya kuniongezea. 2025 kulikuwa kuna changamoto zake na mafanikio yake. Changamoto za kwangu binafsi katika kutekeleza, kuhakikisha kwamba mambo yale niliyoyaweka 2024 kwenda 2025 kutekelezeka. 50 yalitekelezeka, 50 yalikuweza kutekelezeka. Ndio. Matarajio yako 2026? Matarajio, kuna plans na mipango mingi ambayo nimeshajiwekea, hasa katika biashara ambayo naifanya sasa hivi, kuhakikisha kwamba inafanikiwa kwa uwezo wangu wote. Kuna namna watu waga wanataka utabiri, sijui umekaa namba shufwa na nini. Imani yako katika mwaka unavyoanza, mwaka mpya kama leo saa 6 usiku, ni imani ipi? Imani yangu hasa katika kumweka Mungu mbele na malengo mengi kuweka mbele yake, na kuhakikisha kwamba yanatekelezeka. Unaonaje 2026 kifedha? 2026 unaweza kana changamoto zake lakini naamini yote yanaweza kuwezekanika. Nimejipanga kulingana na changamoto ambazo nikutana na 2025, naamini nitaweza kuzi overcome. Nilikuwa na malengo mengi mazuri, mengine yamefanikiwa, mengine bado. Tunasubiri mwakani tuone atakuwaje. Malengo yako yalikuwa ni nini? Malengo yangu yalikuwa ni kuhifadhi kwanza pesa ambazo nimepanga, inshallah nifanye biashara. Kuna mahali zimefikia, namshukuru Mungu. Kuna sehemu tu baadhi michongo mingine ilikuwa haiendi, kwa sijafanikiwa kupata vyote. Na malengo yangu mengine bado mwanafunzi. Malengo yangu mengi ilikuwa ni pia kufaulu kuingia mwaka 3 wa mwisho, nimeingia salama. Unadhani nini changamoto zinazowakumba vijana kukamilisha malengo yao? Changamoto ni nyingi, yani nashindwa, ni nyingi. Mazingira, yani maana changamoto ni nyingi. Ukosefu wa pesa ndio changamoto kubwa. Ndio maana watu wanashindwa kutimiza malengo yao. Hakuna pesa, hakuna ajira. Kwa hiyo kikubwa shani kilichokwamisha ni ukosefu wa fedha. Ukosefu wa fedha na michongo pia haitiki. Kutokutiki michongo hapo tunaweza tukamlaumu nani? Serikali ama si vijana wenyewe? Kote. Serikali. Kote vijana wenyewe, simu haziiti, hatuambizani, yani kote michongo haitiki. Serikali pia kwa upande wake hatupati fursa nyingi. Mwaka huu
nimeangalia malengo yangu na nafurahi kusema kwamba nimetimiza malengo zaidi, sababu kuanzia mwaka umeanza kulikuwa kuna shida zimejitokeza, especially kwenye mambo ya mirathi na elimu. Mzee wangu alifariki muda kidogo na ndugu akaingilia, lakini tukapata msaada toka serikalini na watu wengine ambao walikuwa wanajua mzee, na napenda kushukuru kesi imekaribia mwisho na tunaenda kuimaliza February. Sasa kwa hayo mambo napenda kusema kwamba tumefika sehemu nzuri na nimefikia lengo langu, lakini juu la hilo nimemaliza mwaka wangu wa form 6. So ukikompare na vitu ambavyo tumefanya mwaka huu, napenda kuweka hicho kitu kwenye juu ya vitu nimefurahia kuvifanya, lakini ndio nimefurahia hivyo vitu vimetokea. I hope mwakani pia vitu viendelee kufanya tuweze kurudisha kampuni ya mzee wangu Hanspop kwenye ubora na ufasaha, ili iweze kuongeza kwenye mapato ya nchi, iweze kusaidia na watu wengine. Asante. Kwa mimi kama kijana Tanzania, kwanza nimejifunza kwamba kutoka shule nimehitimu mwaka huu Fedha International. Nimeweza kwamba kujifunza kutoka masomo yangu ya biashara na economics kwamba vijana kwa sasa hivi hapa lazima tujifunze kujiajiri, kwamba tusegemea labda serikali au watu wenyewe watuletee kitu. Rather we should start ourselves kama our own initiative, kwanza kufanya biashara yetu au kujiongeza wenyewe. Sasa kwa hivyo mimi hapa nilifanya internship katika SAG, ni institution ambayo inafanya mambo ya tech na technology na advertisement. So kwangu mimi hapa nimejifunza sana kuhusu biashara na kujiendesha mwenyewe kama mjasiriamali mwenyewe, entrepreneur. So kwa hiyo hapo sasa hivi hapa mwakani sasa mwaka ushaisha, na matumaini nikishamaliza masomo yangu ya chuo mwenyewe naanza biashara yangu na rafiki yangu hapo Amon. So together we will start a business ya agriculture na mambo ya fishing in the future. So sasa hivi hapa what we aim for sasa hivi hapa ni kusoma vizuri na tupate connections na experience from our brothers, fathers and family in general. Naam, hao ni baadhi ya vijana ambao nimezungumza nao, wako hapa mkoani Dar es Salaam. Justus, mmoja kati ya vijana wa kike, ameniambia kwamba amefeli kwenye connection ni ngumu sana. Vijana wawili wa kiume uliowaona hapo wameniambia kwamba wanashukuru Mungu mambo yao yameenda, hususan ya kielimu. Wengi walikuwa na ndoto za kufanya elimu. Mtoto wa Hanspop marehemu huyo hapo anasema maliza kesi ya babake, na kijana mwingine kama ulivyomwona amesema anashukuru alikuwa na ndoto za kielimu. Kumbe hata kusoma kwa chuo na kuhitimu ni hivyo. Lakini huyu dada ametuambia ukosefu wa connection, watu wanapenda connection yenyewe kwa yenyewe, imesababisha sitimize malengo yake 2025. Well, swala la connection ninalielewa na namna ambavyo linasumbuka. Wakati mwingine swala linaweza lisiwe tatizo, lakini likianza kutajwa kama tatizo linaonekana kuwa tatizo. Connection inaanzia wapi? Mimi naanzaje kuwa connected na labda waziri kama I don't get along na ndugu zangu? Yaani kwenye matukio ya familia nikienda nipo na simu yangu, ninachohangaika nacho ni kupiga selfie na kuposti status na kuweka vijembe. Hiyo connection naitoa wapi? Nitaipata connection inayoendana na vile vijembe ambavyo naweka. Lakini kama yani kuna msemo wa Kiingereza anasema if you want to be seen, make yourself visible. Unachoonesha ndicho kinacho attract watu waje kwako. Kwa hiyo sasa dada yangu asije akajisikia vibaya, ninaongea lugha ya jumla kwamba kama nina posti picha za miguu yangu ya bia, nina attract watu wa aina hiyo, connection nitakayo kuwa nayo ni aina hiyo. Lakini kama na posti mguu wa mdada wa bia, ninawaza kutengeneza labda wanazitaje pedicure, manicure, ninatengeneza saluni ya kufanya massage na biashara ya kucha na miguu,
connection naitafuta. Kwa hiyo ni kujua resource nilizonazo nizitumieje. But yes, swala la connection sio shida. Yani as long as Mungu amekuumba, amekupa pumzi, amekujalia kuishi zama hizi za teknolojia, ambacho unachoposti, unacho comment ndicho kinaweza kukutengenezea connection. Fursa tunazo nyingi sana. Babu zetu walitoka huko vijijini wakaenda kuwinda, wajui pori lenye wanyama ni lipi. Walikuwa wanatumia mbwa, hawa wananusa wanaangalia nyasi zimeendaje. Leo unaweza ukajua Marekani ni nini kinatokea, alafu unalalamika connection. Tunahitaji soft skills. Kwa hiyo nadhani niliongeze kwenye miongoni mwa malengo watu wanayotakiwa kuwa nayo 2026 ni kujiboresha kwenye soft skills. Yeah. Katika eneo moja la ndoto dhidi ya uhalisia, ni eneo ambayo pia limekuwa likitesa vijana. Ni kweli mtu anapanga kwamba ni hiki na hiki na hiki kitatokewa hivi na kitakuwa hivi. Ni ndoto na matamanio vile vile. Mambo yanakinzana vipi katika jicho la kisaikolojia? Unatazama vipi mtu ana wish kuwa vile, kufanya na kile na hiki na uhalisia sasa? Na tungekuwa na muda wa kutosha ningewapitisha kwenye component zinazomfanya mwanadamu. Lakini nimewahi kuona kipindi kimoja cha EATV, kuna saikolojia alikuwa anaiongelea kwamba kuna roho, nafsi na mwili. Ndoto zipo kwenye nafsi. Zipo kwenye level ya nafsi. Nafsi ndiyo inaweza kuona ulikotoka, ndiyo inaweza ikapredict unakoenda. Mwili ndiyo utakaoenda kule unakoenda. Sasa uhalisia ndo huu tunaoishi. Ndoto zinaweza zikakaa kwenye matamanio, zikakaa kwenye vision, maono na mitazamo, perspectives ambazo ninazo kwamba 2026 inaweza ikaja na hii. Lakini ili ndoto itimie inahitaji kufanyiwa kazi. Ndo unaenda kwenye uhalisia. Siwezi kuwa na ndoto ya kwenda Dubai, nasema huu mwaka kabla hujaisha nitakuwa Dubai, naenda airport naona ndege zinavyotua na kuondoka, sihangaiki kupata passport afu nasema nataka kwenda Dubai. Uhalisia ni mimi kuanza kutafuta passport. Kwa hiyo ndoto tuseme ni malengo anayojiwekea mtu. Malengo yeyote anaweza akawa nayo. Kinachokupeleka hatua nyingine nzuri zaidi ya kuyafanya yawe halisi ni mpango kazi. Kwa hiyo ukiwa na malengo, ukawekea mpango kazi na kwenye mpango kazi ukabainisha nyenzo ama resources unazohitaji, ni rahisi kuifikia ndoto yako na ukaifanya kuwa real, ikawa uhalisia. Lakini nikibaki nina malengo ya kuwa mtu maarufu, huo maarufu wangu ninakuwa maarufu ndani ya familia, naweza nikakwama. Nikabaki na malengo ama ndoto, lakini kwenye uhalisia nikawa nakuwa mtu maybe maarufu lakini mharibifu. Nayo inaweza ikawa ni maarufu lakini uharibifu. Sio mchezo. Katika moja kati ya eneo ambalo limekuwa likisema sana kwa vijana ni ile kitu inaitwa kukimbilia mafanikio ya haraka, kutafuta mafanikio ya haraka. Maendeleo ni kama processi iko namna hiyo. Ili wewe unalionaje katika issue mafanikio ya haraka? Je, kuna namna mtu anaweza kufanikiwa haraka kwa njia hizo halali, na ukizingatia bado vijana wako wameingia katika wimbi la betting, sehemu ambayo hata serikali na yenyewe imeamua kutia kodi mlimake? Unaona mbona kama kuna namna hivi? Wow. Mafanikio najua hatuna kipimo halisi cha kwamba huyu kafanikiwa. Sio kama mitihani kwamba huyu kapata division 1, huyu kapata daraja A. Yaani mimi na wewe tukionana kwenye maisha halisi, wewe umepata division ngapi ya maisha? Hatuna kipimo. Sasa mafanikio ya haraka yanaondoka haraka pia. Yaani easy come easy go. Kwa hiyo mafanikio ni mchakato, it's a process inayopita kwenye matengenezo, inayochukua muda mrefu kutengenezwa, inadumu muda mrefu.
inayotengenezwa haraka haraka, sitaki kutaja nchi lakini watasema ni cha Kichina hicho. Lakini tumeona vitu vya Kichina kwenye nchi nyingine vinaheshimika kwa sababu Mchina anakutengenezea unachokihitaji kulingana na uwezo wako. Sasa mafanikio ya haraka, ukiwa hai umefanikiwa, ukiwa na afya umefanikiwa, una sehemu ya kulaza ubavu usiku unapoingia na sehemu ya kutoka asubuhi inapofika, umefanikiwa. Shida inakuja, unafanya nini muda huu ambao uko active? Umeamka. Wengi ndio wanaotumia kipimo cha mafanikio. Unaamkia wapi na siku inaishia wapi? Kama ninaishi chumba kimoja ambacho nimelipa kodi yangu mimi mwenyewe, nina kitanda, nina sabufa pale, nimefanikiwa kwa kiasi fulani. Lakini kama ninaishi kwenye hicho chumba, nimenunua TV screen kubwa, nina subscribe kingamzi, ninaangalia TV 8 hours, mimi nimeharibikiwa. Mimi nimeharibikiwa. Binadamu anapimwa kwenye kazi, sio kwenye mapumziko. Okay. Functionality, utimamu wetu unapimwa kwenye productivity. Kazi unayofanya na unachozalisha, sio kwenye uchovu unaorudi nao nyumbani, unalala unanyosha miguu. Anayepumzika baada ya kuproduce, huyo ndiye amefanikiwa. Sasa mimi na wewe kijana tujiulize, kama nina bet nikiwa na malengo gani? Nipate mtaji wa kujiendesha katika namna nyingine. Baadaye mtawaona mafundi wangu walioko hapa, sio mafundi wenzangu kwa sababu tuko sahi. Hao mafundi baadhi yao wana bet. Okay. Lakini huwa nawauliza, kwa nini mnabeti? Mnataka hela ya nini? Nimewapa assignment kwamba mmepata nafasi ya kushirikiana na mimi. Hebu tupime mafanikio yenu baada ya kushirikiana na mimi. Unabeti siku umebahatika kuipata hiyo 40,000, unaenda kuonga. Unaenda kununua t-shirt ya jezi ya timu fulani. Hayo sio mafanikio. Mafanikio natakiwa kuyapima kwamba hichi ulichokipata umekizalishaje zaidi, sio kwa kubeti zaidi. Siku betting ikifungwa, ama kama ukiwa unapoteza kila siku utafanyaje? Naambia tuendelee kuwaza, tuweke akiba, tuwekeze kwenye vitu vingine vitakavyoleta faida. Sasa mafanikio ya haraka, nimesema anakuja haraka, yanaondoka haraka. Kuna kiwewe na hofu ya kutokuwa mmoja wa wale wengi, the fear of missing out. Lakini kuna panic ndo kiwewe. Sasa hizi panic zinatukwamisha vijana. Mwenzio kanunua skuta, unatamani na wewe uwe na skuta. Mwenzio kafanikiwa kununua IST, na wewe unatamani kuwa na IST. Anzia pale ulipo, usianzie mwenzako aliko. Mtumie mwenzio kama sababu ya wewe kupambana zaidi. Usimtumie mwenzio kama sababu ya wewe kuharibu zaidi. Yes. Bwana, ukitazama mjadala, tuko hapa eneo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Huko Kibada kumetulia kweli kweli. Mimi ni Samson Charles, niko na Justus August, msaikolojia mbobevu kabisa, tukiangazia yale ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya mwaka ujao 2026. Kwa wale mnaotazama marudio, heri ya mwaka mpya, tuko 2026. Tunarejea muda mchache sana ujao kuendelea na mjadala.